Biblia inasema nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafuta kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu. Ukitaka mahali kwenye utajiri na heshima ni kwa Mungu aliye hai. Lakini anawapenda wanaompenda, kwa lugha nyingine anawachukia wanaomchukia. Utajiri na heshima ziko kwangu. Ukihitaji heshima uko kwa Mungu, ukihitaji utajiri uko kwake. Hapo lipo Mungu akupe neema ya kumpenda, akupe neema ya kumtafuta kwa bidii, ili utajiri na heshima zikujie. Biblia inasema Mungu ni pendo. Ili kujua mtu ana Mungu, tunaangalia upendo alionao. Kiwango cha upendo mtu alichonacho ndio kinaashiria huyo mtu yuko na Mungu au hayuko na Mungu. Biblia inasema upendo ustiri wingi wa dhambi. Upendo hauhesabu mabaya. Mtu anayempenda hata kama kuna mabaya kiasi gani hauhesabu. Upendo unastiri wingi wa dhambi. Ukiwa na upendo hata dhambi yako inastirika. Nimeona watu wengi ni maovu kweli kweli, lakini wana upendo wa ajabu sana. Hauwezi kwa hata makanisani tunao, lakini wako covered na love. Upendo ustiri wingi wa dhambi. Sasa ukiwa muovu mwenye dhambi, una upendo, dhambi yako itaonekana. Kuna watu wengi wana dhambi nyingi, lakini kinachowakava kinaonyesha kwamba ni wema, ni kwa ajili ya upendo walionao. Na nimekuwa nikifanya analysis, imekuwa kinisumbua kitu kwamba watu wengi wenye upendo hasa ambao wanajitoa, hao wanatoa pia, tunasaidia society, wanatoa misaada kwa watu, wanalisha ndugu na jamaa, wanajitoa kwa watu wengine, wanawalisha watu wenye yatima, wenye uhitaji mbalimbali, wanatoa hata kazini, hata ofisini. Nikwambia ukweli, wewe ambao uko hapa unatazama popote ulipo, angalia mfanyakazi unayofanya bosi wako kama anajitoa, au ndugu yako mwenye hela anajitoa, anasaidia watu wengine, anaonyesha upendo kwako. Unajua dhambi yako haionekane. Unajua mlevi anayekunywa pombe lakini anajitoa ana upendo, na mlevi anayeelewa lakini anajitoi, dhambi zao mbili tofauti. Wote wanakunywa, lakini yule anayekunywa ana upendo, utashangaa familia inamsema vibaya. Lakini unashangaa na mwingine anakunywa pombe ni ile ile, lakini anaonyesha na upendo, anajali ndugu zake, anawapa chakula, anawapa hiki na kile. Utashangaa yule hata ndugu hawamsemi vibaya. Kwa nini? Ndio neno hilo kwamba upendo usitiri wingi wa nini? Wa dhambi. Hatuseme kwamba unaenda kutenda dhambi kwa sababu una upendo. Hapana. Natoa maana ya upendo kwamba upendo usitiri mabaya. Na Mungu anasema Mungu ni pendo. Anawapenda wale wampendao. Maana yake nini? Kwamba tukimpenda Mungu hata dhambi zetu tunasamehewa. Kilichofanya tusamehewe dhambi sio kutubu. Hapana. Dhambi inasamehewa kwa kadri unavyompenda Mungu. Ndio maana anasema upendo unastiri wingi wa dhambi. Ukimpenda Mungu hata dhambi yako inasamehewa. Biblia inasema hivi, Mungu anamwambia Daudi, hakuna mtu anayependezwa naye kama Daudi. Daudi yule muovu kweli. Daudi ambaye amechungulia mwanamke anaoga. Daudi ambaye amemuua mume kuchukua mke wake. Kweli. Mungu anasema Daudi anapendezwa naye. Najisikia nimempata mtu Daudi. Kwa nini? Daudi alikuwa na dhambi nyingi, lakini upendo wake kwa Mungu ukastiri dhambi zake. Mpendwa mtazamaji, Mungu akupe neema ya kumpenda, ili utajiri na heshima ukazipokee, na kuombea roho ya upendo kaingia ndani yako, na ukamwone Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Amen.